Hujambo na karibu katika muendelezo wa vipindi vyetu vya afya. Hiki ni kipindi cha Kona ya Afya na leo tunaendelea na sehemu ya 3 ya mada yetu ya ugonjwa wa kisukari. Kama ulikosa sehemu ya kwanza na ya pili, basi ninakushauri kufuatilia video hizo katika akaunti ya YouTube ya Dr. Boaz Mkumbo MD. Tunapoendelea na mada yetu ya ugonjwa wa kisukari na kukumbusha kwamba Dr. Boaz Mkumbo ni mganga mfawidhi Nsambo Healthcare, lakini pia ni mwandishi wa kitabu cha sayansi ya mapishi pamoja na kitabu cha sayansi ya homoni na ugumba. Ni vitabu ambavyo vinasaidia watu wengi kujikinga dhidi ya magonjwa ya lishe. Dr. Boaz, ndio. Leo tunaendelea na sehemu ya 3. Okay. Lakini kabla hatujaenda mbele zaidi, kipindi kilichopita ulizungumzia kwamba asilimia kubwa ya wagonjwa wa kisukari kwa sasa, kulingana na takwimu zinavyoonyesha kwamba wagonjwa wengi wanatokea katika nchi ambazo ndo zinaendelea. Ndiyo. Lakini katika nchi ambazo zimeshaendelea tayari wagonjwa wake sio wengi. Natamani kujua tofauti ipoje. Kwa nini nchi zinazoendelea ndo zina hatari kubwa ya kuwa na wagonjwa wengi kuliko zile ambazo tayari zimeshaendelea? Jambo la msingi hapa kufahamu tu ni kwamba ugonjwa wa kisukari ulikuwa ni ugonjwa wa matajiri. Ndio. Ulikuwa ni ugonjwa wa matajiri, lakini huko tunakoenda ni ugonjwa wa masikini. Kwa sababu maskini anaona vyakula hivi vya maandalizi ya haraka. Vyakula hivi ambavyo tunaviita fast food, vyakula ambavyo tayari vimeshaandaliwa, maskini anaona ndo kimbilio lake. Unaweza ukapita sehemu hata we mwenyewe katika street mtaani, unaweza kaona sehemu zenye vibanda vya chips jinsi watu walivyojazana. Kwa hiyo utandawazi, namna ambavyo tunaandaa vyakula vyetu huathiri afya kwa kasi ya ajabu. Sasa kuna ule ulimbukeni wa kupokea utandawazi. Sisi tumepokea utandawazi kwa ulimbukeni. Ukimaanisha nini? Nikimaanisha kwamba badala ya mtu kuchemsha kiazi anaona kaange kiazi. Badala ya mtu kula kuku aliyechomwa au aliyechemshwa, yeye anaona hapana, mimi nahitaji kumuongezea ladha kwa kumkaanga. Kwa hiyo yale madoido ya upishi yanafanya watu wengi tuumwe maradhi ya lishe. Zamani hata mikate ya ngano ilikuwa inaokwa, inabanikwa. Umenielewa? Zamani kulikuwa hamna mambo ya kukaanga mandazi kama hivyo, kukaanga upate kitu kinaitwa sambusa. Ndio. Umeona? Lakini sasa hivi madoido ya upishi tumeyapokea, yanaongeza ladha sawa, lakini tumeyapokea kiulimbukeni. Kila kitu lazima tukikaange ili kukiongezea ladha. Ndio. Kitu kingine tumepokea kiulimbukeni utandawazi. Mfano, badala ya unapobanwa kiu ukimbilie maji ya kunywa, sasa hivi tunakimbilia soda. Hili ni janga kubwa sana. Unabanwa kiu unakimbilia juisi. Sasa jiulize, kwa hiyo matunda tulikuwa tunakula kwa msimu hadi msimu. Yaani kuna msimu wa miezi 3 ukipita hautayaona tena matunda. Mimi nimeishi kijijini kule Geita, kijiji kimoja kinaitwa Bungwangoko. Msimu wa maembe ulikuwa ukianza, unapanda kwenye muembe, unachukua embe dodo 2, 3, 4, unakula, unashiba, unaondoka, unaenda na kisu kabisa juu ya muembe. Lakini msimu ukiisha haulioni tena embe, hauoni tena tunda. Kwa hiyo tunakula matunda kwa msimu. Lakini sasa hivi matunda yanaanza mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa kwanza, na kibaya zaidi tunayabadilisha matunda yanakuwa juisi, na juisi ndo kinakuwa kikatakiu badala ya maji. Hapo ndipo tunapougua utandawazi. Kitu kingine tumeona ni vyakula ambavyo vinatupa nafuu kwenye bajeti. Yes. Unafuu kwenye bajeti kivipi? Nikimaanisha kwamba ukiamua kula vyakula vile asili ni gharama kubwa. Ukiamua kula kwa kufuata kanuni za lishe bora ni gharama kubwa. Nilikuwa naongea na dada mmoja anaishi Dubai, ananiambia kwamba parachichi moja analinunua zaidi ya shilingi 20,000. Parachichi moja Dubai. Hebu jiulize sasa kwamba
yeye maisha yake anapoamua kula kiafya anagharimika kiasi gani. Nilikuwa naongea na dada mmoja yuko Marekani, ananiambia kwamba ukienda supermarket kuna vyakula vimeandikwa organic. Mayai organic, kuku organic. Umeona? Kwa sasa hivi kuna vyakula ambavyo vinatuhumiwa au tunavituhumu vinauguza, viko pale. Na vyakula ambavyo vinajenga viko pale. Sasa unachagua wewe mwenyewe kulingana na nini? Na kipato chako. Kwa kuna watu wengine wanakula vyakula ambavyo vinabomoa miili yao, hawana namna, kwa sababu ndivyo ambavyo wanaweza kuwa navyo. Kwa hiyo hilo ni janga kubwa sana. Ndio. Lakini kwa kusema utandawazi, sasa hivi imekuwa rahisi sana, yani mapokeo yamekuwa rahisi sana kwa sababu unakuta kila mtu yupo na smartphone, anaangalia mapishi, anajifunza jinsi ya mapishi mapya. Sasa unadhani hilo linawezaje kusaidia ili mtu asiweze kupokea utandawazi na abaki kwenye asili yake ya kupika chakula kile cha asili na kujikinga dhidi ya ugonjwa wa kisukari? Mimi nimelelewa na bibi yangu. Bibi yangu alikuwa ni mwalimu. Alafu mimi tumeishi na bibi toka na umri mdogo mpaka amenikuza kabisa. Ndio. Mama zangu wadogo walikuwa wako masomoni, kwa muda mwingi niliishi na bibi. Bibi amenifundisha kupika. Sasa alivyo mapishi ambayo alinifundisha bibi. Ukija ukalinganisha na mapishi ambayo ya kisasa, utajikuta mimi mapishi ya kisasa siyajui. Ndio. Sababu mapishi ya kisasa yana madoido ndani yake. Hivi unaweza kaamini ya kwamba hata kwenye samaki rosti wanaweka asali? Sasa yani hayo ni madoido ya upishi. Hivi unaweza kaamini kwamba kuna mvinyo ambao unawekwa kwenye rosti? Hapana. Hayo ni madoido ya upishi. Hata mimi sijafundishwa hivyo. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba ndio sababu iliyonifanya nikaandika kitabu cha sayansi ya mapishi. Ndio. Mwanamke anaweza kaa anajua kupika, lakini hajui sayansi ya lile pishi ambalo anaenda kumwekea mume wake mezani. Ndio. Leo hii ndoa zinavurugana kwa sababu tendo la ndoa limekuwa hafifu kwenye ndoa, kwa sababu ya mapishi au madoido ambayo mwanamke anayafanya. Mwanaume kwa kutojua au kwa sababu ya uraibu, yeye anafakamia tu. Ndiyo. Anafakamia, mwisho wa siku anakuja kuugua. Sasa anapougua, wanawake ndo huwa wa kwanza kuanza kutafuta hitilafu iko wapi? Kwa nini mume wangu ana kitambi? Hitilafu iko wapi? Kwa nini mume wangu ana pressure ya kupanda? Hitilafu iko wapi? Kwa nini mume wangu alikuwa anapiga bao mpaka anasema kweli hapa leo nimetendewa haki kwenye tendo la ndoa? Kwa nini sasa hivi mume wangu amekuwa goigoi kiasi hiki? What is happening? Kwa anapoanza kutafiti anakutana na video zetu. Changamoto inakuja, mwanaume namna ya kumbadilisha kutoka kwenye uraibu, aache yale mazoea, arudi kule ambako mwanamke ameongoka. Hiyo pia huwa ni changamoto. Na kibaya zaidi, sisi wanaume hatuna muda wa kusoma. Tuko busy kutafuta maisha. Umeona maisha unashangaa ndo tunatangulia kufa, tunaacha wake zetu. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba madoido ya upishi ndio yanayoangamiza watu, na hizi internet ndo zimekuja kuvuruga kabisa, kwa sababu kila kitu kina madoido. Unakuta mtu sasa anataka kutengeneza juisi vizuri, anachukua labda oats, anaweka kwenye blender, anachukua ndizi kadhaa, anaweka kwenye blender, anachukua asali, anaweka kwenye blender, anachukua maziwa, anaweka kwenye blender, anakuambia hii ni smoothie nzuri. Wewe unapiga, mwisho wa siku maradhi yanaanza kubebana, mwisho wa siku unaanza kuwa mtumwa wa dawa maisha. Lakini pia Waswahili wanasema kwamba kupanga ni kuchagua. Ndio. Nadhani si kila mtu anachokiona kwenye mtandao ni cha kukipokea. Ndio. Hilo nadhani ni jambo la kwanza la kuchukua tahadhari. Unajua maradhi ya vyakula yako pabaya sana. Yani yametushika pabaya. Kivipi? Kwa sababu vyakula vingi ambavyo vinaleta maradhi ni vyakula ambavyo vinatia burudani. Ni vyakula ambavyo nafsi yako inasuzika. Tunasema ya kwamba sukari huwa inaupongeza ubongo kuliko hata bangi, kuliko hata heroin,
kuliko hata cocaine. Umeelewa? Kwa hiyo kumbe sukari ni addictive drug, ni madawa ya kulevya kuliko madawa yoyote unayoyajua wewe. Umenielewa sijui? Ndiyo. Kwa hiyo ile burudani unayoipata pale unapovila vile vyakula, huwezi hata ukatambua vinakuathiri taratibu. Hata hii video ninapokuwa na rekodi hapa, kuna watu watacomment kwamba acha tufe, kwani tumekuja kuishi hapa duniani milele. Lakini kwa nini kuna hospitali? Umenielewa hapo? Dio. Kwa sababu huyu mtu si tu ameathirika kimwili, umbo lake ameathirika, amenenepa, ana kisukari, ana pumu, ana allergy. Sio tu ameathirika ile physical body. Dio. Lakini pia ameathirika na saikolojia yake, imekuwa changes. Kwa hiyo sukari sio tu inaathiri mwili, inaathiri na chemistry, the way ubongo wako unavyotakiwa kureason na kujua kwamba hiki kitu ndo kimeniathiri. Ndio. Umenielewa? Kwa hiyo vyakula vimetushika pabaya. Nani leo hii anaweza akaamini ya kwamba anaweza akatengeneza dagaa akaweka chumvi tu pale akamkanga, yani akampitisha Nani leo hii ambaye anaweza kaamini ya kwamba dagaa ambao wamewekwa chumvi na kamafuta kasamli kwa mbali kwamba ni dagaa ambao ni wazuri kiafya kuliko dagaa ambao wamekaangwa kwenye mafuta ya mbegu halafu wakaja wakarostiwa? Hakuna mtu ambaye anaweza kafurahia dagaa wa hivyo. Hakuna mtu ambaye anafurahia kula supu. Mtu anafurahia kula zile nyama zilizo kaangwa halafu zikaja zikarostiwa. Kwa changamoto iko pale kwamba vyakula hivi venye madoido ni vitamu, vinatoa burudani, vinafanya ubongo upate zawadi, upongezwe, na wewe pia unakuwa tegemezi ili uendelee kupata ile raha ile ile. Changamoto inakuja hapo kwenye kuwa tegemezi. Kwa nini mtu anakuwa tegemezi, anakuwa na uraibu wa kutumia chakula kile ambacho kinamfanya ajisikie vizuri? Ni nini kinatokea hasa? Kinachotokea ni kwamba sukari unapokula sio tu inaleta msisimko wa mwili kihomoni, yani zile homoni ambazo zinaratibu ile sukari iweze kutumika. Kumbuka sukari unapoila inaanza kwanza kumeng'enyeka katika mfumo wa chakula na vimeng'enya chakula. Mwisho wa siku itaingia katika damu. Na sukari inaweza ikaja katika taswira nyingi. Sukari inaweza ikaja katika taswira ya muhogo, viazi, ndizi, tambi, mkate, wali, umenielewa? Ugali, yani vyote hivyo kwa pamoja tunasema kwamba ni vyanzo vya sukari. Lakini pia sukari inaweza ikaja katika mfumo wa soda, juisi, vyote hivyo nini? Sukari. Inaweza ikaja katika mfumo wa tende, asali, vyote hivyo ni sukari. Kwa hiyo sukari inapoingia mwilini inachakatwa na vimeng'enya chakula mpaka tunapata kiini cha mwisho ambacho kinaitwa sukari. Kwa hiyo sukari ndo glucose. Kwa hiyo glucose ndo ufyonzo huingia kwenye damu. Sasa inapoingia kwenye damu, kongosho huwa inaratibu mwili namna unavyotakiwa kutumia sukari. Seli zako za mwili zote zinategemea homoni inayochovywa na kongosho. Homoni hiyo inaitwa insulin. Kwa ile homoni ikishachovywa huwa inaenda kuratibu mwili uweze kutumia sukari. Sasa si tu kwamba kuna msisimko wa kongosho kutema homoni inayoenda kuratibu mwili uweze kutumia sukari, lakini pia nevu za fahamu za ubongo huwa zinachovya kitu kinaitwa dopamine. Dopamine ni feel good hormone. Ni feel good hormone. Ni hormone ambayo inakufanya ujisikie furaha, amani. Najisikia kuburudika. Yes. Kwa hiyo mfano mtu akikwambia nimekuletea ufunguo wa gari. Mfano mtu akikwambia nimekuletea zawadi ya nguo. Nimekuletea zawadi ya iPhone 17 Pro Max. The way you feel loved. Ndivyo unavyopata raha, pongezi pale unapoburudika na kitu cha sukari. Ndio maana mtu anakuambia nimemaliza kula lakini ningepata hata kasoda baridi hivi. Haujiulizi maji. Kwa sababu anataka kupata ile reward. Umenielewa? Kwa hiyo hicho ndicho kinachotokea kwamba sasa ile dopamine, ubongo waga una tabia moja au mwili waga una tabia hivi.
kile kiwango cha dopamine ambacho kilikuwa kinakuburudisha itafikia hatua mwili unatengeneza tolerance maana yake ni yani mwili hausisimuki tena, haupati tena burudani katika hicho kiwango cha dopamine. So you are supposed to increase the dose ili uweze kupata kiasi kikubwa cha dopamine ili wewe uweze kuburudika, ili uweze kupata the same desired effect. Ndio. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba hii soda 2 hebu ngoja niongeze ziwe 3. Ngoja niongeze ziwe 4. Kwa hiyo unashangaa kwa siku unapiga hata soda 4, soda 5. Kwa hiyo mwisho wa siku kitakachokuja kukustopisha kupenda vitu vya sukari au kukutoa kwenye uraibu ni maradhi. Ndio. Kwa hiyo kinachomfanya mtu awe tegemezi, ashindwe kuviacha vile vitu vyenye sukari ni ile zawadi anayoipata pale anapoviweka mwilini. Na hivyo vinywaji vinamfanya kwamba kile kiwango cha dopamine kinachozalishwa inatakiwa azidi kuongeza vinywaji ili aendelee kupata raha ile. Ndio, na anapoacha anapata madhara ya kuacha. Tunasema sugar withdrawal symptoms. Hizi withdrawal symptoms ni kama mapigo ya moyo kwenda mbio, unakuwa kama unaishiwa nguvu, unaishiwa pumzi, unajisikia kichefuchefu, kutaka kutapika, mwili kuuma wote kama vile una malaria, ubongo ukiinama hivi kama vile unataka kumwagika. Yani dalili za kama unaishiwa sukari. Hizo waga zinaashiria kwamba wewe una sugar withdrawal symptom na wewe ni muathirika au ni teja wa vitu vya sukari. Kwa dalili hizo unazozisema, je, zinaweza kuashiria kwamba huyo mgonjwa tayari ana kisukari? Hapana. Ila zinaashiria kwamba ni mtarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Ndio. Mfuatiliaji wetu, ni wewe kuamua uwe mtarajiwa wa ugonjwa wa kisukari au utafute namna ambayo itakusaidia kutopata kabisa ugonjwa wa kisukari. Na namna yenyewe ni kupata nakala ya kitabu cha sayansi ya mapishi au kufika Nsambo Healthcare kupata matibabu zaidi. Dr. Boaz, kwa dalili hizo ulizozisema za kwamba huyo mtu anaweza akawa ana hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari, hebu tuambie ni dalili zipi za hatari zaidi kwa mgonjwa wa kisukari? Dalili za hatari zaidi za mgonjwa wa kisukari ni pale mgonjwa wa kisukari anapofikia hatua ya kuanza kusikia kiu kikali sana. Yani unakunywa maji lakini bado una kiu. Ushawahi kula wali ambao umezidishwa chumvi? Mtakuwa mnakutana tu kwenye mtungi au kwenye friji, wale wanaotumia friji. Kwa sababu unakuwa na kiu cha ajabu. Na hiyo hali unapoiona, hiyo ndo hali hatari sana. Sasa watu wengi huwa wanasubiria wafikie hatua hiyo. Kwa hiyo nasema tu kwamba unapofikia hatua hiyo ujue wewe ni mgonjwa rasmi na ugonjwa umeshafikisha zaidi ya miaka 5, umejitengeneza kwenye mwili, ushatengeneza mizizi. Jambo jingine ni kukojoa mara kwa mara na hasa nyakati za usiku. Watu wengi wanapokojoa mara kwa mara huwa wanakimbilia kuwaza ni tezi dume. Kumbe vitu vinavyofanya mtu akojoe mara kwa mara ni pamoja na ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari huwa unasababisha kukojoa sana. Kama mwili unavyopunguza sukari. Kwa hiyo mwili unavyokuwa unahangaika kupunguza sukari, ndivyo mwili unavyokufanya pia upungukiwe na maji. Na ni kwa nini mtu anakojoa mara kwa mara nyakati za usiku tu au hata mchana inaweza ikatokea? Ugonjwa wa kisukari ukikolea sana hata nyakati za mchana unaweza ukakojoa, lakini mara sana wengi hukojoa sana nyakati za usiku. Lakini hata mchana, kwa mfano sukari kama imepamba moto, kwa sababu kukojoa mara kwa mara huwa kunaashiria nini? Kunaashiria sukari imezidi mwilini. Mwili wa binadamu umetengenezwa katika mazingira ya kwamba hauruhusiwi figo zako ziachilie chakula ikiwemo protini, sukari. Ndio. Chakula tukikikuta kwenye mkojo ujue unaumwa. Tukakuta glucose kwenye mkojo. Tukakuta protini kwenye mkojo.
hivi ni vitu ambavyo vinahitajika na mwili. Sasa pale ambapo wewe uraibu umekufikisha mpaka hatua ambapo mwili unaanza kutema sukari. Maana yake sasa mwili unasema this is too much. Mwili unaanza kuachia sukari, unazikuta kwenye mkojo. Kwa mwili unapokuwa unajitahidi kupunguza wingi wa sukari kupitia kuikojoa, ile sukari lazima itoke na maji. Ndio. Kitu kingine ni kuishiwa maji. Kwa sababu unavokojoa sana kuna uhatari wa kuishiwa maji. Kitu kingine ambacho ni hatari kabisa, sukari inapokuwa haijadhibitiwa, umeonyesha dalili zote za kukojoa sana, kupata kiu ya mara kwa mara. Dalili nyingine huwa unaweza kupoteza fahamu ghafla na ukashangaa uko hospitalini umelazwa ICU. Na sababu kubwa ambayo inasababisha, kuna vitu viwili. Mwili unaposhindwa kutumia sukari vizuri, mwili huanza kutumia mafuta. Kwa hiyo unapokuwa mwili unachoma mafuta, mwili huzalisha ketones kwa wingi sana. Ketones huwa ni acidic, hubadilisha damu yako kuwa more acidic. Hivyo utaweza kupatwa na kitu kinaitwa metabolic acidosis. Hali hiyo ndio inayomsababisha mgonjwa kupumua haraka haraka, mgonjwa kupoteza fahamu kwa sababu ya ile sumu ya ketones ambazo zinazalishwa pale mwili unaposhindwa kutumia sukari vizuri, pale mwili unapokuwa unajaribu kujipambania. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kumsababishia mtu kuwa hospitalini kwa sababu ketones ni sumu kwenye damu pale zinaporundikana katika kiwango cha juu sana. Ndiyo. Lakini pia hali hiyo inaweza ikasababishwa na wingi tu wa sukari kupindukia. Pale ambapo unaenda sasa kumpima mgonjwa sukari yake kwenye damu, unakuta mashine inashindwa hadi kusoma kiwango jinsi gani sukari iko juu. Mashine inasoma HI, yani inasoma high. Hiyo ni hatari sana kwa afya, inaweza ikakusababisha wewe kwenda ICU, na usipopata huduma haraka unaweza kusababisha kifo cha ghafla. Ndio. Ikiwa hizo ni dalili za hatari za ugonjwa wa kisukari, hebu tuhamie kwenye upande wa matibabu. Vipimo vya ugonjwa wa kisukari vinafanyikaje? Je, vinafanyika kupitia damu, kupitia mkojo, au process za kufanya vipimo vya ugonjwa wa kisukari zipoje? Process za kufanya vipimo vya ugonjwa wa kisukari ni rahisi sana. Tembelea kituo chochote cha afya ambacho kinaweza kukupima, lakini changamoto zipo kadha wa kadha namna gani unaweza kugundulika na huu ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari katika hatua za awali ni kazi sana kuugundua. Ni kazi sana kuugundua. Ndio maana nilitangulia katika video zangu kusema ya kwamba kuna watu leo hii wanateseka na gesi kiungulia, kumbe wana kisukari kilichojificha. Kuna watu leo hii wanateseka na kifua kubana, asthma, kumbe wana kisukari kilichojificha. Kuna watu leo hii wanateseka na upungufu wa hisia za tendo la ndoa, kumbe wana kisukari kilichojificha. Kuna watu leo hii wanateseka na upungufu wa hisia za tendo la ndoa, kumbe kuna kisukari kilichojificha. Kuna watu leo hii wanateseka na matatizo ya ugumba, ameshindwa kubeba ujauzito, kumbe ana kisukari kilichojificha. Kisukari kilichojificha kwa kitaalamu tunaita pre-diabetics. Sasa hawa wote unakuta wanahangaika kuyatibia yale matawi, wanashindwa kutibia ule mzizi kwa sababu wanapoenda hospitalini kupimwa kile kipimo kidogo cha sukari wanaonekana hawana kisukari. Kwa ufupi tu ni kwamba ugonjwa wa kisukari katika hatua za awali huwezi kuugundua kwa kutumia vipimo vidogo au katika ngazi ya chini ya kiuchunguzi. Kwa hiyo unatakiwa uende katika hospitali kubwa ambazo zinaweza kugundua haraka. Kwa mfano, kuna watu wengi tu huwa wanapewa rufaa
kwenda kutibiwa nje ya nchi, labda India, Ujerumani, South Africa na kadhalika. Anapofika kule anaambiwa sisi hatuwezi kukufanyia operation yako ya ubongo kwa sababu tunaona una kisukari. Sasa mbona mimi kule nimekuwa nikipimwa naambiwa sukari yangu iko 5, iko ngapi? Anamwambia tumefanya vipimo vikubwa, vimeonyesha ya kwamba una kisukari. Wengi wao huwa wanaanzishiwa dawa lakini huwa wanakataa hiyo hali. Anapofika huko anaukataa ule ugonjwa, lakini siku kadhaa mbele au miaka kadhaa mbele ule ugonjwa unakuja rasmi. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba tukitaka kugundua sukari katika hatua za awali, hakikisha mgonjwa unaenda kufanya uchunguzi katika hospitali kubwa au katika kliniki kubwa ambayo ina uwezo wa kukupima vizuri. Na vipimo ni kama hivi. Kipimo cha kwanza ambacho unatakiwa kupima ni sukari ya siku. Sukari ya siku ni sukari ambayo unapima either umekula au haujala. Na hii sukari kama hujala kitu chochote, tuanzia hapo, haitaki sukari isome zaidi ya 6. Inatakiwa sukari isome vizuri kabisa ni 3 mpaka 6. Hii ni sukari ndo iko normal. Na sukari ukiwa hujala kitu chochote ikasoma 6.1 mpaka 7, wewe sukari imeanza kukunyemelea. Tunasema una impaired fasting glucose. Na sukari ikizidi zaidi ya 7, wewe unatakiwa kuitwa mgonjwa wa kisukari. Endapo sukari ikisoma labda 10 ndo umeamka asubuhi, nasoma 8 ndo umeamka asubuhi, haujala kitu chochote, wewe tunatakiwa kukuita mgonjwa wa kisukari rasmi. Na kama umekula sukari ikisoma 4 mpaka 7, sukari iko vizuri, lakini ikisoma 7.1 mpaka 11.1, wewe ni mtarajiwa. Tunasema una glucose intolerance. Yani ustahimilivu wako dhidi ya sukari umeanza kupungua. Na sukari ikisoma zaidi ya 11.1 ukiwa umekula, wewe unatakiwa kuitwa mgonjwa rasmi. Kwa hiyo hicho ni kipimo cha kwanza. Sasa wengi huwa wanaambiwa njoo ujala. Njoo ujala. Hii sentensi inawaponza wengi, wanakuja kugundulika na kisukari tayari wameshazeeka kama alikuwa anatafuta mtoto. Hii sentensi huwa inawaponza wengi, wanakuja kugundulika na kisukari tayari ndoa ishafarakana kwa sababu ya tendo la ndoa lilikuwa hafifu. Hii sentensi inawaponza wengi wenye matatizo ya jointi, matatizo ya pumu ya kifua, allergy, wanakuja kugundulika na matatizo ya kisukari baadaye sana. Kwa sababu anaambiwa njoo ujala. Njoo ujala maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ulikula labda saa 12 jioni, unaenda kesho saa 1 asubuhi, saa 2 kwenda kupima, toka jana hujala. Kwa hiyo automatic tutakuta sukari iko kawaida. Mtu yeyote anayetaka kujigundua mapema na ugonjwa wa kisukari, ninapenda au ninamuelekeza apuuze hii sentensi inayosema hivi, njoo hospitali upime sukari ukiwa hujala. Kwa sababu sukari inaopimwa haujala, maana yake umekaa masaa mengi bila kula kitu chochote. Ndio. Na ugonjwa wa kisukari tafsiri yake ni kwamba sukari inafifia taratibu kwenye mwili wako. Kwa hiyo ukikaa masaa mengi, automatically sukari itarudi kawaida kama wewe si mgonjwa wa kisukari. Ndio. Kwa hiyo pale ambapo utakuja kukuta sukari hata haujala iko juu, wewe utakuwa tayari ushakuwa mgonjwa rasmi. Ndio. Kwa hiyo unapochelewa kugundua ugonjwa wa kisukari, ndivyo ugonjwa wa kisukari unavyotengeneza mizizi, ndivyo ugonjwa wa kisukari unavyoleta uharibifu. Na wakati tunakusubiria mpaka sukari ile ambayo hujala ikasoma juu, wakati huo tayari ushakuwa nyanga, umepondeka pondeka. Kwa hiyo hii sentensi ya kwamba njoo ujala ndio uje upime sukari, hii sentensi inawaumiza watu wengi sana. Ndio maana sisi madaktari tukitaka kukugundua mapema, mfano mama umebeba ujauzito, tunataka kukukinga usipatwe na ugonjwa wa kisukari, huwa tunakufanyia kipimo tunakiita oral glucose tolerance test. Oral glucose tolerance test. Hiki ni kipimo ambacho huwa tunapima kuangalia namna mwili wako unavyoshughulikia sukari haraka. Tunachukua sukari gram 75 tunaloweka kwenye maji,
tunakunywesha pale ambapo tunakuwa tushapima sukari ya siku, tumeiona labda iko 5, iko vizuri, lakini tunakuona una risk factors, tunakuona uko hatarini kupata kisukari. Kwa hiyo tunakufanyia ustahimilivu wa sukari, tuone kama unastahimili sukari. Tukisha kunywesha sukari, tunaanza kuangalia sukari baada ya nusu saa, baada ya saa, baada ya masaa mawili. Sasa unaona, tunakuchunguza kama wewe unastahimili sukari, ndani ya masaa mawili sukari yako itakuwaje. Sasa unaona, ndo namna nyepesi ya kugundua kama wewe una kisukari. Tunakufuatilia namna mwili unavyoitikia pale unavoweka vyakula vyenye sukari nyingi, ndo maana tunakunywesha glucose. Sasa huyu anayekuambia njoo ujala, utachelewa kugundulika. Kuna watu wengi wanasema namshukuru Mungu, mimi nina hiki ila sukari sina. Lakini ukimpima kwa kina, unakuta ana kisukari ndani, bado kinatengeneza mizizi, kitakuja kugundulika mbeleni. Kisukari kilichojificha ni sawa na sinki lililoziba partially, linapitisha maji taratibu. Inahitaji masaa mengi sinki kukauka. Umenielewa? Kwa hiyo sinki linaweza likaa limeziba partially, lakini halina maji, limekauka. Unapoosha vyombo maji yanatwama, lakini baada ya masaa mengi unakuta sinki limekauka. Haina maana sinki ni zima. Umenielewa? Kwa hiyo hayo ndo mambo ya msingi. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba tunapima sukari ya siku, halafu tunapima na kipimo kinachoitwa oral glucose tolerance test. Kwa hiyo hapo nimezungumzia vipimo viwili. Kipimo cha 3 ambacho huwa tunapima kitu kinaitwa fasting insulin. Fasting insulin huwa tunapima kama tunataka kukugundua mapema. Kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba kisukari aina ya pili, hata kisukari aina ya kwanza, tunaweza kugundua kwa kutumia fasting insulin. Lakini tuchukue mfano kisukari aina ya pili. Kabla ya wewe sukari haijaanza kupanda, kinachokuwa kiko juu kwenye mwili ni homoni ya insulin. Homoni ya insulin ni homoni ambayo huwa inaelekeza seli zako za mwili zibugie sukari, yani zifyonze sukari. Kwa hiyo pale ambapo sukari inakuwa haitoki kwenye damu, haifyonzwi na seli zako za mwili, kwa sababu seli zako za mwili zimetengeneza usugu ambao tunaita insulin resistance. Kwa hiyo kongosho litakuwa linatema insulin nyingi kujaribu kuondoa kile kizuizi, ku overcome the resistance. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba tukipima fasting insulin, homoni ya insulin inakuwa iko juu, ambapo inakuwa ina tafsiri yake inahangaika kuondoa kile kizuizi ili sukari iweze kuingia ndani ya cell. Kwa hiyo ndo maana tunashauriwa kupima nini? Insulin. Ndo maana mtu ambaye ni mtarajiwa wa kuumwa kisukari huwa tunasema ana hyperinsulinemia, persistent hyperinsulinemia, yani anakuwa katika kiwango cha juu cha homoni ya insulin kwa muda mrefu. Ndo maana kama ni mnene ana struggle kupungua uzito, ni kazi sana kupungua. Ndio maana kama anatafuta uzazi ni ngumu kupata ujauzito, kwa sababu persistent hyperinsulinemia inaathiri namna mayai yanavyokomaa. Mwanamke anapata kitu kinaitwa PCOS, polycystic ovarian syndrome, au polycystic ovary. Ndio maana mwanamke anapatwa na ndevu, ambapo mwanamke atakiwa awe na ndevu. Ndio maana mwanamke anajishangaa, mbona mimi nakuwa na athari mbalimbali za umbo langu tofauti na nilivyokuwa. Kumbe ni kwa sababu ya persistent hyperinsulinemia. Weusi katika sehemu ambazo zimejificha shingoni, kwa pani, ni kwa sababu ya persistent hyperinsulinemia. Kwa hiyo kumbe tunapopima homoni ya insulin huwa tunataka kuangalia uko kwenye stage gani. Sasa hivyo vipimo hivi ni kazi kuvipata katika hospitali za kawaida. Kipimo kingine kinaitwa glycosylated hemoglobin. Glycosylated hemoglobin ni kipimo ambacho tunaangalia namna sukari inavyoathiri seli zako za mwili. Kwa hiyo sukari inapokuwa inachelewa kuisha kwenye damu, yani kupungua katika kiwango kinachotakiwa, huenda kuathiri seli nyekundu za damu. Mpambano wa kikemikali kati ya sukari
na chembe nyekundu za damu tunaita glycation. Kwa hiyo sasa ule mpambano, yani ile athari ya sukari kwenye seli zako za mwili, tunapokuja sasa kupima tukakuta athari ya sukari inasoma zaidi ya 5.7 mpaka 6.4, tunakusema wewe ni mtarajiwa wa kuumwa kisukari. Na ikiwa inasoma zaidi ya 6.5 na sukari ya kipimo kidogo inasoma iko juu, wewe ni mgonjwa rasmi. Kwa kawaida shirika la afya duniani WHO na shirika la kisukari duniani International Diabetic Federation inashauri ya kwamba HbA1c au glycosylated hemoglobin inatakiwa isome chini ya 5.74 mpaka 5.69. Hiki ndo kipimo kizuri kinachoashiria mwili wako unashughulikia sukari haraka iwezekanavyo. Sasa unaweza kaona sasa kwamba vipimo vyote hivi nilivyovieleza, vipimo ambavyo ni chepesi kukifanya ni kipimo cha kwanza ambacho ni kipimo cha kupima sukari ya siku, sukari ya muda ule umefika hospitalini. Lakini hivi vingine vipimo vyote hivi, kwa mfano oral glucose tolerance test, mara nyingi hiki kipimo hakifanyiki kwa sababu unatakiwa upimwe unapofika, upimwe baada ya nusu saa, baada ya saa moja na baada ya masaa mawili. Huo muda wa kusimamiwa mtu wewe peke yako unatokea wapi? Tukija kwenye kipimo cha fasting insulin ni kazi kukipata katika maabara za kawaida. Tukija kwenye vipimo vingine, kuna vipimo vingi, kuna C-peptide, tutakuja labda kueleza huko baadaye. Hivyo vipimo pia ni ngumu kuvipata katika mazingira ya kawaida. Kitu kingine ambacho ni ngumu kupata katika mazingira ya kawaida ni hiki kipimo cha glycosylated hemoglobin HbA1c. Kwa hiyo unajikuta mpaka ufike juu. Na kingine, obstacle nyingine ni vipimo hivi vina gharama hivi vikubwa, kwa sababu sio kubwa sana lakini kwa maisha ya kawaida ya watu ni gharama. Kwa mfano, kipimo kikubwa kabisa cha glycosylated hemoglobin average kabisa kinachajiwa kama shilingi 25,000 mpaka shilingi 40,000. Kwa hiyo mtu anaona why it's so expensive, kwa mtu nakuta hawezi kuafford, anaachana nacho. I say kweli ni muhimu kutunza afya. Ndio. Na kwa upande wa ugonjwa wa kisukari, daktari umeeleza hapo kwamba sukari inaweza ikaathiri seli za mwili, na seli za mwili ndio uhai wa mwanadamu. Lakini ni namna tu jinsi ambavyo tunavipa kipaumbele. Nikwambie kitu. Watu wengi wanamiliki magari. Tukifanya tu statistical data, watu wengi wanamiliki magari hapa mjini. Sawa? Kila baada ya miezi 4 anafanya service kwenye gari yake. Ndiyo. Anamwaga oili, anabadilisha oil filter, anabadilisha brake, anabadilisha vitu vingi tu. Umeona? Sasa akiambiwa shock up zina nani, gari inagonga, anabadilisha. Sasa kwa mwaka anafanya mara ngapi? Lakini sasa ukiwa na shilingi, tufanye tu mfano hata 150,000 hivi, umeona, kwa mwaka mzima ukiwa na budget hiyo, unaweza ukajipima vipimo vya maradhi yote ambayo ni sugu, ambayo yanajitengeneza kwa miaka, ukiwa na makusudio uweze kujigundua mapema. Ndio. Kwa hiyo hebu angalia kipato chako cha mwaka mzima. Utenge shilingi 100,000 tu labda na nusu mpaka 200,000 cha kuja kufanya nini? Kujipima. Ina maana kwa wastani kama shilingi 10,000 mpaka 15,000 kwa mwezi akiba. Kwa ajili ya kuja kufanya body check up ya mwili wako, kujitathmini kama kuna kitu chochote kinaendelea ambacho kinajitengeneza kwa muda mrefu. Kuliko kuja kuambiwa una kisukari, wewe tayari umeshaugua. Mimi huwa nasema siku zote, mtu yeyote kuumwa ugonjwa wa kisukari, huu ugonjwa si ugonjwa unaoshtukiza. Ndio. Ni ugonjwa unaojitengeneza taratibu. Umenielewa? Ndio. Kwa hiyo tuna uwezo wa kugundua huu ugonjwa mapema kabla hujajitokeza. Ndio. Tuna uwezo wa kujikinga huu ugonjwa kwa kubadilisha mfumo wa kula. Changamoto inakuja ni kwamba hatuko kwenye malengo ya kinga.
tuko kwenye malengo ya kusubiria ugonjwa tuumwe kwanza ndo heka zianze. Na tunashindwa kufahamu ya kwamba ugonjwa huu unajitengeneza mizizi kwa muda usiopungua miaka 5 mpaka 10. Ndio. Kwa wakati unakuja kuambiwa una kisukari, usiseme nimegundulika juzi tu. Hapana, huu ugonjwa ulikuwa una mizizi. Ulishatafuna tayari. Ushatafuna. Na wengi wao wanaogundulika wana kisukari wanakuwa wana matatizo mengine ya miaka zaidi ya 5 wanateseka nayo mwilini. Kumbe alikuwa ni kwa sababu ya ule ugonjwa ambao umejitokeza. Ndio. Maana anapoambiwa sasa una kisukari, kisukari nasema mimi ndo niliyokuwa na kutesa ufurahi maisha miaka yote 5 10, mimi ndo nimejitokeza, naitwa kisukari. Nitibu sasa. Na matibabu ni gharama. Ni gharama. Hatari. Daktari, kwa kumalizia, ulitoa mfano kwamba kuna watu pia hupewa transfer za kwenda kutibiwa mataifa ya nje. Lakini alipoambiwa kwamba na ugonjwa wa kisukari alikataa. Kwa nini ugonjwa wa kisukari unakataliwa? Je, hautibiki? Au unavyotibika unaisha au hauishi? Kwa nini watu wanaukataa ugonjwa wa kisukari? Kwa sababu hawaujui ugonjwa wa kisukari ukoje. Hawaujui. Ugonjwa wa kisukari ni kama kitambi. Kitambi kinaweza kikaja. Kikija unaweza kuanza kufanya mazoezi, kula vizuri, kitambi kikaondoka. Ndio. Kwa hiyo ni kitambi kinakuja kwa sababu umejisahau sehemu. Umeelewa? Mimi wanasema kwamba kitambi, kisukari ni kama vile utajiri na ufukara. Unaweza ukapata utajiri na utajiri unaweza ukakukimbia. Ndio. Sawa hivyo na kitambi na kisukari na haya maradhi ya lishe yako vile. Sasa watu wengi wanashindwa kuwaelewa. Unakuta anaogopa kupokea neno kisukari kama vile anapokea si ugonjwa namna gani. Kuna kaka mmoja nilikuwa namwambia, wewe naomba umwambie mke wako kwamba una kisukari. Yaani anakuwa analeta masharti ya kula nyumbani, anamficha mke wake kama yeye ana kisukari. Unaona hiyo changamoto? Ndio. Nikamwambia hii ni hatua mbaya, mwambie mke wako. Umeshawaambia wazazi wako kwamba una sukari, wadogo zako? Anambia mimi sitaki kuwaambia kabisa, ili nitapambana nalo mwenyewe. Ni kosa. Sasa kuna wakati wanaenda sehemu hakuna chakula chochote isipokuwa vyakula ambavyo mgonjwa wa kisukari haruhusiwi. Anaweza vipi kukataa katika mazingira hayo? Anaamua kula, matokeo yake anazidi kuzoofika kiafya. Umeelewa? Hayo ni mambo ambayo yanawasibu watu wengi kwa sababu ya kutokubali kupokea ugonjwa. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao unatatulika, lakini watu wengi kwa sababu ya kukosa elimu wanaona ni ugonjwa ambao hautaki kusikika kabisa. Kwa hiyo kiufupi unaweza ukapata kisukari na unaweza ukakifutilia mbali kisukari. Kwa hiyo ni uelewa tu wa watu wengi. Tuzidi kuielimisha jamii. Kwa maelezo hayo kwa leo Dokta, nipende kukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi tangia tumeanza mpaka tunapomaliza sasa hivi. Kipindi kijacho tutamalizia hiyo sehemu ya matibabu ili tuwaondoe hofu wasiogope wakisikia ugonjwa wa kisukari. Kuna dada mmoja alitamkiwa na daktari una sukari na soma 29. Akasema what? Sukari? Aliumia sana. Akakumbuka baba yake jinsi alivyopitia mateso makali sana ya ugonjwa wa kisukari. Paka akapoteza mguu, akapoteza figo. Kwa hiyo ilimsononesha, alilia sana mbele ya daktari. Alihisi sasa yeye maisha basi. Akasema kwa nini sasa mimi uko mzima mimi tu ndo nipate sukari? Sijawahi kusikia blaza, sijawahi kusikia dada. Shida iko wapi? Kwa nini mimi tu nipate sukari? Alilia sana. Ikabidi ukimya umshinde. Alitaka kulitunza tu nafsini mwake. Kaona hili jambo linamtafuna sana. Ikabidi ampigie braza yake. Akamwambia blaza, mimi ngoja nikuambie ukweli. Mimi nimeambiwa nina kisukari. Nashindwa kulipokea hili jambo. Nifanye nini? Braza akamwambia, mdogo wangu, lipokee. Mimi nishaga lipokea
na ninatumia blaza. Na wewe kumbe una kisukari. Umeona Kwa hiyo ugonjwa wa kisukari watu wengi wanaficha. Ndio. Watu wengi wanaficha. Ndio maana wengine wanaanza kwenye ukoo wenu kuna dada, kuna mjomba, kuna nani ana sukari. Hamna kwetu, hamna. Umeona Ndio huyo dada hakutambua ya kwamba kuna blaza yake ana sukari. Na blaza yake akaongeza tena hata yule nani dada yako yule dada nani na yeye ana sukari. Umeona Yes. Siku nyingine tutajadili kwamba ugonjwa wa kisukari si ugonjwa wa kurithi. Ndio. Si ugonjwa wa kurithi. Unaweza ukatembea kwenye ukoo kwa sababu ya mfumo wenu wa maisha ambao mnarisishana kizazi na kizazi. Ndio. Nikushukuru pia wewe mfuatiliaji wetu uliyekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Hakikisha haukosi sehemu inayofuata na mfululizo lukuki wa vipindi vya afya. Naitwa Loveness Almasi, nilikuwa na Dr. Boaz Mkumbo. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Nsambo Healthcare na Sayansi ya Mapishi pamoja na channel ya YouTube Dr. Boaz Mkumbo MD. Tunapatikana Mwananyamala karibu na hospitali ya Mwananyamala, au piga simu namba zinazopita hapo chini kwa mawasiliano zaidi. Mpaka siku nyingine.